Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya sababu ambazo zinaipa faida Iran katika wakati huu wa vita ni aina ya jiografia ya nchi hiyo, lakini pia jiografia katika taifa la Iran linaipa nafasi ngumu sana Israel pamoja na Marekani katika uwanja wa vita. Lango bahari la Hormuz takribani limefungwa kwa wiki 4 sasa, na hivyo kupelekea soko la mafuta duniani kutumbukia katika mgogoro mkubwa wa nishati na wala hujulikani itafunguliwa lini. Vitisho vya mashambulizi vya Iran dhidi ya meli za maadui zinazokataa kutii sheria katika Ghuba ya Uajemi yameongezeka, na hatari imezidi kuongezeka kwa meli zinazopita katika lango hilo la bahari la Hormuz, na hivyo kupunguza pakubwa idadi ya meli za mafuta zinazopita katika njia hiyo nyembamba ya majini, ambayo ni mfereji mkuu unaotumika kusafirisha takribani 20 hadi 25% ya mafuta pamoja na gesi duniani, pamoja na mbolea zinazosaidia kukuza mazao mbalimbali muhimu katika ulimwengu. Huku mzozo wa nishati ukizidi kuongezeka, Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa kuna juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kwa njia za kumaliza mzozo huo, huku pia akiendelea kutekeleza mipango ya kutuma maelfu ya wanajeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati kwa madai ya kufungua lango hilo na kusindikiza meli za mafuta katika eneo hilo. Lakini Iran bado ina nafasi nzuri za kudhibiti lango la bahari la Hormuz kwa njia nyingi tu. Moja ya njia hizo ni matumizi yake ya mbinu za kivita visivyo na uwiano, ikiwa ni pamoja na matumizi ya drone za bei nafuu na mabomu ya baharini. Fursa muhimu zaidi kwa Iran ni nafasi yake ya kijiografia katika eneo. Kwa pamoja, mambo haya yanafanya iwe vigumu kwa Marekani au nchi nyingine yoyote yenye nguvu duniani kuweza kulinda meli za mizigo au kudhibiti kijeshi njia hiyo ya bahari. Bila shaka kuna faida kubwa kwa Iran kuendeleza kudumisha udhibiti wake katika eneo hili nyeti la uchukuzi majini. Viongozi wa Iran wamesema wataendelea kutoza ada kwa ajili ya kupitisha salama meli za mafuta kwenye lango la bahari la Hormuz, baada ya ripoti ya shirika la Lloyd kusema Machi 23 kwamba meli mbili zimelazimisha kulipa ada kubwa kabla ya kuruhusiwa na Iran kupita katika lango hilo la bahari la Hormuz. Lango bahari la Hormuz lina upana wa karibu maili 24 katika sehemu yenye nyembamba zaidi, na wala hakuna njia nyingine mbadala kwa ajili ya meli kupita katika maji hayo. Hivyo Iran haipati usumbufu wa kuwinda na kufuatilia meli za mafuta, bali kazi yake ni kuketi na kusubiri meli hizo zifike katika eneo hilo la udhibiti. Bila kusahau, Iran ina ukubwa wa pwani yenye urefu wa karibia maili 1000 ambao unaweza kutumika kwa ajili ya kuvurumisha makombora na kulipua meli. Mitambo ya kuvurumisha makombora inahamishika na hivyo kuifanya kuwa ngumu kushambuliwa na adui. Ukanda huu mrefu wa pwani katika Ghuba ya Uajemi unamaanisha kuwa inaweza kushambulia kirahisi meli za adui zisizokuwa mbali zaidi ya lango la bahari la Hormuz. Katika upande wa kaskazini wa Iran sio eneo la tambarare. Kuna minuko, kuna milima, mabonde na maeneo yaliyojengwa na visiwa vya pwani. Hayo yanafanya kugundulika tishio linalokaribia kuwa suala gumu zaidi na kuimarisha Iran fursa kuficha mifumo yake inayohamishika ya silaha. Wataalamu wa Magharibi wanatahadharisha kwamba hatari kubwa zaidi kutoka upande wa Iran ni matumizi yake ya silaha hatari zenye gharama ndogo, ikiwa ni pamoja na drone, boti zinazokwenda kwa kasi kubwa na hata boti zisizo na manahodha zilizojazwa vilipuzi. Wanasema Iran pia ina nyambizi nyingi ndogo zinazoweza kutumika dhidi ya adui kwenye maji ya kina kifupi. Katika siku za hivi karibuni, Iran imeshambulia takribani meli 20 katika lango la bahari la Hormuz, katika Ghuba ya Uajemi na katika bahari ya Oman. Wachambuzi wanaamini kuwa Iran haihitaji kushambulia meli hizo ili kufanikisha katika malengo yake ya kuvurumisha biashara ya nishati duniani. Maadamu tishio linabaki kuwa juu kwa makampuni ya usafirishaji na uchukuzi, hayawezi kuhatarisha shughuli zao na kutia mkono gizani kwa kuanzisha tena safari za meli za mizigo katika eneo hili hatari kwa sasa. Baadhi ya meli za nchi zilizo na uhusiano mzuri wa Iran kama vile Uchina, India na Pakistan zimeruhusiwa kupita salama katika lango la Hormuz. Mtazamaji wa The World News, hivyo ndivyo ambavyo mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia jiografia ya Iran imeisaidia nchi hiyo katika vita hivi, lakini pia kwa Marekani na Israel kuwa na wakati mgumu kuingia moja kwa moja katika eneo hilo, kama ambavyo inadaiwa kwamba Marekani ina mpango wa kuwaingiza wanajeshi wake katika nchi hiyo ya Iran.
na lengo lao ni kwa ajili ya kufanya operesheni za ardhini, jambo ambalo wachambuzi wa mambo wanasema ni gumu mno. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.